Kuna jambo moja nilikuwa napita kwenye peji kidogo za Facebook hapo, na kuna mtumishi wa Mungu nimepita kwenye ukurasa wake, anaitwa Dr. Zakayo Nzogele. Ni mmoja wa watumishi wazuri, walimu wazuri sana. Sasa kuna somo moja pale nikalipenda, na mimi nikaona nilichukue angalau tuje tulishare hapa kwa njia ya sauti kidogo. Na lile neno anasema hivi, Musa ni mmoja. Yaani Musa ni mmoja, akiwa na maana kwamba mbeba maono ni mmoja. Yaani katika taasisi mbalimbali kwa ngazi ya familia, huduma au katika makampuni, tunamhitaji Musa awe mmoja. Ukiangalia ile safari ya wana wa Israeli toka kwenye ile nchi ya utumwa kwenda kwenye nchi ya ahadi, pamoja na kwamba Musa alikuwepo, lakini aliwahitaji wakina Haruni, wakina Huri, wakina Joshua, wakina Miriam kuhakikisha wana wa Israeli wanafika kwenye nchi ya ahadi. Na hata katika huduma au katika taasisi mbalimbali, Musa ni lazima awepo mmoja. Mbeba maono lazima awepo mmoja, akiwa na maana kiongozi lazima awepo mmoja. Na sisi wengine tukubali kuwa wakina Huri, tukubali kuwa wakina Miriam, tukubali kuwa wakina Joshua ili tuweze kumsaidia Musa. Tukubali kuwa chini ili kiongozi wetu tumsaidie kukamilisha maono. Sasa changamoto inapokuja ni pale ambapo katika taasisi, huduma au familia, kila mtu anataka kuwa Musa. Huduma haiwezi kaenda, taasisi hiyo haiwezi kaenda, kampuni haiwezi kaenda kama kutakuwa hakuna kiongozi mmoja. Kiongozi anapokuwepo mmoja, ni rahisi kuwafikisha salama kwenye yale maono mliokuwa mnataka kufanya. Mwisho anasema Mungu anaangalia sana protocol. Hebu angalia jinsi ambavyo safari ile ya wana wa Israeli, jinsi Musa alivyoongoza ile safari mpaka kwenda kuwafikisha kwenye ile nchi ya ahadi. Pamoja na kwamba kuna muda njiani waliibuka watu ambao wakatamani ile nafasi ya Musa, wakina Kora, lakini tunaona waliangamia. Na Musa anatufundisha jinsi kiongozi anavyotakiwa kuwa. Pamoja na kwamba Mungu alimwambia Musa hautafika kwenye hiyo nchi, lakini bado Musa hakuwa na wivu na hawa vijana wakina Joshua. Aliendelea kusimama, aliendelea kuwafundisha, aliendelea kuwaelekeza. Na hata sisi viongozi sasa ambao ni wabeba maono kwenye hizi huduma zetu, tunatakiwa pia tupate nafasi ya kuwasikiliza, ya kuwaelekeza, ya kuwafundisha hawa wakina Joshua, wakina Huri, yaani hawa ambao wako chini yetu. Kuna wakati mwingine utaona wanakuja kasi kihuduma nini, Mungu anawatumia. Tusiwe na wivu. Kumbuka wanatumika ni kwa sababu wewe uko pale juu. Kwa hiyo wanatumika chini ya mafuta yako. Jivunie kwa hilo. Wewe uwe na moyo tu, wafundishe, waelekeze, ili itakapofika nao Mungu amewawezesha, wamefungua makampuni yao, wamefungua huduma zao, wamefungua taasisi zao, watakukumbuka kwamba tulikuwa na baba yetu wa kiroho ndio aliyetufikisha hapa. Kuangalia Musa inafika hatua anakufa, Joshua anainuka, anashika lile gurudumu na kuikamilisha ile mission ambayo Mungu alikuwa ameianzisha, au yale maono ambao walikuwa wameanza nayo. Kwa hiyo ni waombe hata katika taasisi mbalimbali, katika huduma zetu mbalimbali, kuwepo na kuheshimiana. Sisi wengine tukubali kushuka, lakini huyu ambaye Mungu amemfanya kuwa Musa wetu, tukubali asimame kwenye nafasi yake ili tumsaidie kukamilisha yale maono yake. Mungu awabariki sana. Na nyie wakina Musa pia mkubali kuwasaidia kushuka na kuwaelekeza hawa vijana ili tuweze nao waweze kuzifikia zile ndoto ambazo wanakuwa nazo. Mbarikiwe sana. Asante Dokta kwa ajili ya somo lako, japo mengine na mimi nilijaribu kujazia nyama kidogo. Mungu awabariki sana.